Tuombe. Baba mwema, katika jina la Yesu Kristo, tunakupa sifa zote na utukufu peke yako kwa nafasi hii uliotujalia tuweze kusikia na kupokea kutoka kwako. Ninaomba kila ambaye ananifuatilia, Bwana ukaangalie haja yake, mahitaji yake, ukamguse, ukamsaidie, na nijalie kuwa chombo chako cha baraka, ukaseme kupitia kinywa changu, ukajifunue wewe na ukatuhudumie Baba. Asante kwa Roho Mtakatifu ambaye ndiye mhudumu, ndiye anayetenda kazi sasa. Asante kwa kunitumia, utukufu wote kurudia wewe peke yako. Ni katika jina la Yesu Kristo lipitalo majina yote, amina, amina. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, ni ujumbe kutoka kwa Bwana juu ya maisha yetu, ili tutembee katika ushindi tuliokusudiwa na Bwana. Na leo ninaenda kuongelea juu ya kufuata maelekezo ya neno. Manake naendelea pale pale, kuamini neno. Kuamini neno maana yake kuna mambo ambayo neno limetoa mwongozo, maelekezo, sisi tufanye nini ili tupate yale tulioahidiwa. Leo nitasimama zaidi kwenye kipengele cha damu ya Yesu Kristo, au sadaka ya damu ya Yesu Kristo. Katika kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza, sura ya kwanza na mstari wa 18, inasema ya kwamba, kwa maana neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Maana yake kwenye msalaba kuna neno, na hilo neno linatoa nguvu, linatoa msaada, ukombozi, uponyaji, ulinzi. Kwa hiyo neno la msalaba kwetu sisi, kwa yeyote ambaye ananifuatilia, kama ameweka maisha yake katika kuamini kilichotokea msalabani, kwake inahesabiwa nguvu za Mungu zinakuja kwake huyo mtu. Nguvu za Mungu zinaruhusiwa zije kwa huyo mtu. Msaada wa kimbingu unaruhusiwa uje kwa huyo mtu. Na tunapoongelea nguvu, ni mamlaka, ni uwezo, ni amri. Mahala pengine anaposema, tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, au nimetoa amri. Kwa hiyo tunapoongelea nguvu hii, tunaongelea ule uwezo ulioidhinishwa kihalali kwa mtu fulani ambaye ameweka imani yake kwa ajili katika msalaba. Ule msalaba unatoa vitu, unatoa haki, unatoa msaada. Kuna vitu vinaachiliwa pale msalabani kwa mtu kuamini. Kwa hiyo neno la msalaba lazima tukubali kwamba katika neno
limeelekezaje ili sisi tuweze kufikia tamanio la Mungu aliloliandaa kwetu hapa duniani. Hakika tukijua siri hii, tutaishi maisha ya furaha na amani na ushindi mkubwa sana. Sasa katika mpango wa Mungu, ili sisi tushinde kila tuendako, tujipokee hizi nguvu, alitengeneza mwongozo ambao mwongozo huo unatuelekeza kwenye damu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo anatajwa ni mwana kondoo. Kwa unapotaja damu ya mwana kondoo, ni kile kwamba damu ya Yesu Kristo. Katika ulimwengu huu mpendwa, ushindi wetu unapatikana katika siri ya damu au siri ya sadaka. Sadaka hiyo ni sadaka ya damu. Nazungumzia leo sadaka ya damu ya Yesu Kristo, au kwa lugha nyingine tulioizoea, hata Biblia inataja, ni kafara. Kafara, maana ya sadaka ni kafara. Kafara ni kutoa mmoja kunusuru wengi, ni kumtoa mmoja kumnusuru wengi. Kwa sadaka kazi yake inapotolewa inakuwa inanusuru wengi, inawanufaisha wengine, lakini mwingine anaumizwa. Na hiyo ndio imeonyeshwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari ule wa 11, inaposema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Unaona, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Hiyo ndio kwa damu ya Yesu. Yesu alisulubiwa msalabani. Kwa hiyo ushindi unaotajwa hapo ndio ule unaofunuliwa kwenye msalaba. Kwa hiyo yeyote anayeamini msalaba ulichokamilisha kwa kifo cha Yesu, ndio damu ya Yesu kwake inampa ushindi. Inampa ushindi kwenye mambo yote yanayoletwa na shetani na watumishi wake, wachawi na waganga na mizimu na mengineyo. Kipengele hicho inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa maneno ya ushuhuda wao. Ya pili ni maneno ya ushahidi. Lazima tuwe mashahidi kwamba damu ya Yesu imefanya nini. Kwa hiyo mimi ninakuwa shahidi wa baraka zangu mwenyewe, wewe unakuwa shahidi wa baraka zako mwenyewe. Unasimama kama ni mahakamani vile, unasema mimi ni shahidi, shamba hili ni langu, nilipewa na hati ni hizi hapa. Kwa hiyo nashuhudia maisha marefu ni ya kwangu, nimepewa msalabani na hati yake ni hii hapa. Ninashuhudia afya ni ya kwangu, hati ya afya ni hii hapa. Na mimi ni shahidi wa mema ya Mungu niliopewa. Kwa hiyo wewe unani shahidi wa mema ya Mungu uliopewa. Unakuja ukisema mimi nina ushahidi, ndio mrithi wa mali za Mungu, ni mrithi wa baraka zake, ni shahidi kwa maneno yetu. Kwa hiyo ni lazima tuende kwenye neno, tujue
damu inafanya nini? Nguvu ya damu iko kwenye eneo gani? Uhalali wa damu ukoje? Ndiposa sisi tunakuwa majasiri, tunakuwa mashujaa kutembea kwenye maneno ya ushahidi. Ukisoma Waebrania 10 mstari wa 19 inatuambia, basi na tupaingie kwa ujasiri patakatifu kwa damu, kwa kuwa tumepewa haki ya kupaingia patakatifu pa Mungu kwenye kiti cha enzi kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu, ambayo imetufanya tupite kwenye ile pazia, ambayo pazia mstari wa 20 inataja ndio mwili wake. Kwa hiyo sisi ni kama tumepewa haki ya kwenda moja kwa moja kwenye kiti cha Bwana na kuketi na kupokea. Sasa sikiliza, ukipenya kwenye kiti cha enzi ukaingia pale, sasa kuna kingine, wewe auongei kwa Mungu. Hawani kuongea mengi kwa Mungu, sisi hatuongei. Kwa Mungu ni damu inatuzungumzia, ni damu inatunenea, ni damu inaongea kwa niaba yetu. Kwa sababu sisi tukitokea mbele za Mungu tunaonekana tu wakosaji wenye dhambi, lakini damu ikitutangulia, Mungu anaiangalia ile damu, halafu inatoa haki za baraka, kana kwamba sisi hatujawahi kufanya dhambi hata moja. Haki ile ya Yesu inakuwa yetu. Mema yote ambayo yanapaswa yawe ya Yesu yanakuwa yetu. Hivyo ndivyo tunapoingia patakatifu kwa damu yake. Na ndio maana sasa katika Waebrania 12 mstari wa 24 inasema kwa damu ya agano ya kunyunyizwa inenayo mema, anasema na Yesu Kristo mjumbe wa agano jipya, kwa damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko damu ya Habili ambayo inanena kisasi. Hapo nitakufundisha jinsi ya kutumia damu kunyunyiza kwenye maisha yako. Kila jambo anza na kunyunyiza damu. Ukitaka kusafiri, nyunyiza damu. Naweza kunyunyiza hata mara 7. Sema nyunyiza damu Yesu kwenye barabara, kwenye maisha yangu. Nyunyiza damu Yesu ikanene kwenye barabara, ikanene kwenye biashara. Nyunyiza damu Yesu kwenye biashara, kwenye masomo. Yaani popote, hata mtu asipokusikia, sema nyunyiza damu ya Yesu. Damu ya Yesu ulimwengu wa roho unaijua, kwa sababu yenyewe ina maneno yenyewe. Damu ya Yesu ina maneno, ndio maana inanena. Ukiona mtu anaambiwa anazungumza, utaongea anaongea nini? Maana yake kuna maneno anaongea. Damu ya Yesu ina maneno, na maneno hayo ni mazuri kwa ajili yako. Ni yale mema kukuhusu, ni zile baraka kukuhusu wewe na mimi. Ni ulinzi, ni usalama, ni amani, ni afya, ni mambo mema. Ni jinsi ya kwamba wewe ni raia wa mbinguni, kwamba hutaenda jehanamu. Ndivyo inavyonena. Wewe utaishi duniani kwa miaka kamili, uzee mwema, ukiwa umebarikiwa, lakini mwishoni utaenda mbinguni kwa furaha milele na milele. Ndivyo inavyoongea hiyo damu ya Yesu Kristo. Nisikilize sasa. Hapo inaposema nao kamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno na kwa maneno ya ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Hiyo ni eneo la 3. Hawakupenda maisha yao hata kufa. Hapo tunaunganisha ni matendo. Labda niweke hivi: damu, maneno, matendo. Kwa hiyo nataka tutaongelea vitu hivyo. Damu, nafasi ya damu, nafasi ya maneno, nafasi ya matendo. Na ukikosa kuunganisha hivi vitu, unaweza ukashindwa kufaulu, kwa sababu kuna maelekezo. Na ndio maana nikasema ni vizuri kuelewa neno
linatoa maelekezo gani? Ndio tuliona jana Ezekieli alipewa maelekezo. Kuna maelekezo ambayo kwanza unaonyesha tatizo lilivyo, shida ikoje, ubaya ulivyo kuzunguka. Hiyo ni hatua moja hapo. Hatua ya pili ni kuangalia uwezekano wa utatuzi unatoka wapi. Hatua ya tatu ni maelekezo ya jinsi ya kutatua tatizo. Hatua ya nne ni jinsi ya kutii na kufanya ni kutii, ni kuingia kwenye matendo. Maana yake kama ni biashara uende kwenye biashara, kama ni kulima uende kulima, kama ni vitani ubebe silaha uende vitani. Ina maana damu ya Yesu imeshakushindia lakini kuna nafasi unabeba tena na wewe silaha unaenda vitani, lakini wewe sio utakayepiga na kushinda. Damu inakuwa imeshashinda, damu inakuwa imeshakushindia. Hiyo biashara lazima uende ukanunue bidhaa nzuri uweke sokoni, lakini Mungu anakuwa ameshakupa ushindi kwenye damu. Lakini hatua ya pili lazima uende pale. Kwa hivyo ndio vitu tunataka tuangalie, kwamba damu inafanya nafasi yake na wewe na mimi tunatakiwa tufanye nafasi yetu. Sasa nisikiliza, tuangalie mifano muhimu sana. Kitabu kile cha Waamuzi sura ya 20 inaeleza historia, hadithi ya kusisimua ambayo chanzo chake imebebwa na sura ya 19. Sura ya 20 ukipanda soma tu yote, lakini tutachomoa mistari tu michache. Tutasoma tu mistari kuanzia 17 na kuendelea. Lakini pia sura ya 19 tutachomoa kuanzia mstari 21 au 22 na kuendelea. Kwa muda tunaona mtu mmoja ambaye alikuwa na mke wake au suria, mke wake alikuwa anatoka nchi moja ya maovu anakuja nchi ya Israeli. Usiku ukawakuta njiani, ukawapata kwenye nchi inaitwa wa Gibeoni au wa Benjamini. Sasa ikabidi walale barabarani tu, lakini akatokea Msamaria mwema akawakaribisha, jamani karibuni nyumbani. Wakakubali. Huyo mtu akakaribishwa pamoja na mke wake na punda wake. Mstari wa 22 sura ya 19 ya Waamuzi, Biblia inasema walipokuwa wakistarehe na kula na kufurahi, watu wa mji ule wakamzunguka, izingira nyumba, wakagonga mlango na kusema, mlete nje huyu mgeni, tunataka kumjua. Mwenyeji wao akawatetea sana, akasema jamani msifanye hayo. Wakamwambia tutakupiga hata wewe. Wakamchukua yule mwanamke wakamtenda mabaya sana mpaka akafariki. Yule mama akajikokota, akaja mlangoni, akaanguka pale, akabaki pale akafa. Asubuhi mume wake alipofungua akamkuta pale, akamwambia amka twende, hakuna majibu maana ameshafariki. Sasa mumewe akambeba hivyo mauti, akampakia kwenye punda, akampeleka mpaka Israeli. Akaenda akamfungia na akamkata vipande 12, akavitawanya kwenye makabila 12, akavitawanya. Watu walipoamka wakakuta kuna vipande vya binadamu. Walipouliza kulikoni, ikabidi kuitishwe mkutano ili jambo hili lijulikane nini maana yake. Walipokutanika, hiyo ni sura sasa ya 20 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Walipokutanika ndipo huyu mwanaume akasema, jamani hapa mimi nimetendewa jambo ambalo ni sisi sote tumetendewa. Ndio maana nataka uchungu huu niwauzie na nyie. Hii tatizo ni letu wote, lazima tushirikiane. Hapo ndipo tunasema kuuziana uchungu kuuziana hasira, kuuziana sababu ya kwenda vitani.
Nisikilize, hiyo inakubalika. Inafika mahala unapoona mambo yanaharibika, familia zinasambaratika, shetani anavamia familia, anashika vijana, mabinti, anaharibu uchumi, anaharibu afya. Lazima tuambukizane hasira, tuambukizane kumchukia shetani kweli kweli, tuambukizane sababu ya kuingia kwenye maombi. Lazima uwe na sababu ya kutosha, nipo useme nafunga siku 2 kavu, siku 3 kavu, siku 7. Lazima uone kiwango cha ubaya unaotendwa katika maisha familia ya mwingine, na ujue anavyotendewa mwingine nimetendewa mimi. Kwa hiyo hivyo ndivyo kiroho ilivyo. Lazima tuuziane huo hasira za namna hiyo. Lazima tumchukie shetani kwa kiwango cha juu kabisa, kama vile ambavyo Petro alikamatwa akataka kuuawa. Petro alikamatwa baada ya Yakobo kuuawa. Kanisa la kwanza likauziana hasira. Wakasema hapa lazima tuone hili jambo ni letu wote, sio la Petro leo gerezani. Hii ni la kwetu. Petro amekamatwa kwa ajili ya utetezi wake, kwa sababu ya Injili, kwa sababu anahubiri Injili. Kuna watu wanakamatwa kwa sababu hao watu, kama ataelimika, atasoma, atahitimu, huyu atasaidia watu wengi. Kwa sababu unakuta mtu anakuwa mgonjwa, hawezi kwenda shuleni, anakuwa na magonjwa tu, hawezi kusoma, anaacha shule katikati, au anapita katikati, anapata ujauzito katikati, anaacha shule, ili azuiliwe ule msaada ambao dunia itaupata kuja mtu. Sasa ni lazima tukiona vijana wanakuta bangi, wanakuta madawa kulevya, wanakuwa walevi, tusiwacheke, tusichekelee. Tukiona vijana wetu wadogo wanakuwa makundi kwa makundi, tunawaita panyarodi. Hao sio panyarodi, ni watoto wa mama fulani, baba fulani, wamezaliwa kwenye leba, mama amepita maumivu, ametuza miezi 9. Hao ni watoto wetu. Tunataka tuingize hasira, tukasirike, tuingie kwa maombi. Usipoona hilo utacheka kwamba watoto wengine ni watoto majizi, utasema ni watoto makahaba. Wewe watoto wako hawako salama. Hii ni dunia moja. Huwezi kumcheka mtoto wa mwingine, sababu hujui mtoto wako atakuolewa na nani au ataoa nani. Lazima tujue hii ni tatizo la wote. Tuuziane hasira za kimungu, tupeane sababu ya kuomba, tusimame pamoja. Wakasema jamani, kama ndio hivyo, wakasema hapa tulivyo kusanyika, asirudi jambo nyumbani, tunataka tuwateue wachache tu wakaende chakula. Watu wakasema sisi tumekuwa na silaha za kutosha, tunaenda vitani. Sasa nisikilize vizuri, na historia ninaenda mahali, naenda kule kwenye damu, kule kwenye sadaka, kule kwenye kafara, na kuelekea kule. Sasa ukisoma mstari wa 17, walikusanyika wapiganaji 400,000 wa Israeli, wakasema sisi twaenda kupigana na Wabenjamini wa Gibeoni. Hili jambo walilofanya lazima tuwafundishe adabu, lazima tuwaonyeshe hii wasirudie tena. Waliamua kwenda kupiga vita. Sasa ya kushangaza, hapo walipoenda, walienda kwa hasira. Sasa hasira lazima iendane na maelekezo ya neno linatakaje. Ukiinua hasira tu haraka, utaanza kwenda kwa pupa. Pengine nitaanza maombi haraka, nitafunga haraka, kumbe unafunga bila kufuata maelekezo. Sasa hawa watu walikubaliana, wakasema haturudi nyumbani, tunaenda kupiga watu. Lakini hawakajisahau kitu fulani, nitakuonyesha. Sasa ili tusome, ndugu yangu anisomee kuanzia mstari wa 18. Wakaamua kwenda vitani. Anzia mstari wa 18. Basi wana wa Israeli wakainuka, wakakwea kwenda Betheli. Nao wakakata shauri kwa Mungu. Wakasema, ni nani atakayekwea kwenda vitani kwanza kwa ajili yetu juu ya wana wa Benyamini? Bwana akawaambia, Yuda atakwea kwanza. Basi wana wa Israeli waliondoka asubuhi, wakapanga hema zao juu ya Gibea. Watu wa Israeli walitoka ili
wapigane na Benyamini. Nao watu wa Israeli wakaviandaa vita juu yao huko Gibea. Wana wa Benyamini wakatoka Gibea, wakaangamiza hata nchi watu 22,000 katika Israeli siku hiyo. Sikia. Oh my goodness. Oh my goodness. Mungu wangu. Sikiliza. Hapa wana wa Israeli ndio walio kosewa, ndio walioumiziwa, mtu wao wameuawa, lakini waliomba. Nitakwambia kwa nini haikufanya kazi. Waliomba, si ndio? Waliuliza kwa Mungu, Mungu nani anatusaidia vita? Akamwambia Yuda atatangulia. Wakaenda wakamtangaza Yuda, lakini walipokwenda, cha ajabu, wakapigwa na yule adui yao, wakauawa Israeli 22,000 wakauawa. Kwanza wameuawa, yule mwanamke wao ameuawa, na sasa wanajeshi 22,000 wameuawa. Piga picha, nini wamekosea? Wakarudi tena. Endelea mstari 20, endelea tena. Endelea hapo. So, lakini watu hao, watu wa Israeli walijitia nguvu. Wakajitia nguvu tena, wakaviandaa vile vita mara ya pili. Yaani walikuwa wamesema hapa mpaka aidha tuishe. Lazima, unajua mimi napenda hiyo hasira kweli. Yaani unajua kuna vitu inabidi ndugu zangu tukubali. Kama tusipoamua kweli tutaisha. Lazima tukubali. Hata kama ulipoteza vita ya kwanza, amka tena. Yaani hakuna kusalimu amri mpaka kieleweke. Endelea. Wakaviandaa vile vita mara ya pili mahali pale walipojiandaa siku ya kwanza. Wana wa Israeli wakakwea juu na kulia mbele ya Bwana hata jioni. Wakamuuliza Bwana wakisema, je, niende nikaribie tena kupiga vita juu ya wana wa Benyamini ndugu yangu? Bwana akasema, haya, kweni mwende kupigana naye. Basi wana wa Israeli wakakaribia juu ya wana wa Benyamini siku ya pili. Benyamini alitoka kupigana nao kutoka Gibea siku ya pili. Wakaangamiza hata nchi watu 18,000. Tena katika watu wa Israeli hao wote walikuwa wenye kutumia upanga. My goodness, Mungu wangu. Angalia tena jambo la ajabu. Bado mambo ni tete kwa Israeli. Jeshi la Israeli linaendelea kuisha. Jeshi la Israeli linaendelea kuangamizwa na adui yao. Yaani adui amekuonea na bado nakupiga, unajaribu kwenda kujitetea, anakupiga tena. Wamepigwa mara ya pili. Mara ya pili wameua watu 18,000. Sasa tunajiuliza, kumbuka walienda kulia mbele za Mungu siku nzima, alafu akauliza, akaambia Mungu, akamwambia nendeni. Swali tutalijibu. Kwa nini Mungu anawaambia nendeni na wanashindwa? Kuna maelekezo muhimu. Hapa kuna kitu walikuwa nakikosea hapa. Nataka tuende pole tuelewe vizuri, ili ujue hata wewe maombi yako mengine yanaweza akawa ni mazuri, lakini yakaleta matokeo, kwa sababu kuna maelekezo. Neno la sema nini? Sasa walipogundua waligundua kosa lao. Hebu angalia sasa mstari unaofuata. Soma, endelea. Ndipo wana wa Israeli wote na hao watu wote wakakwea wakaenda Betheli na kulia, wakaketi hapo mbele za Bwana. Wakafunga siku hiyo hata jioni. Nao wakasongeza sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Bwana. Kisha wana wa Israeli wakauliza kwa Bwana, kwa sababu sanduku la agano la Mungu lilikuwako huko siku hizo. Subiri sasa, angalia hapo point, sio kama ulikuwa umeelewa. Hapa safari hii kweli walienda kulia mbele za Bwana. Waliongeza kufunga. Angao sio kufunga ni sawa, lakini sio sababu iliyowafanya washinde. Lakini kufunga ilikuwa ni moja ya kitu kizuri, ila sio kilichowafanya washinde. Wakalia sana mbele za Bwana, wakafunga siku hiyo. Sasa kilichowafanya wafaulu tutaona hapo. Wakatoa kafara, wakachinja sadaka. Wakamwaga damu. Yaani kabla hawajauliza huku mwanzoni, walikuwa wanaenda kuuliza tu bila sadaka. Walikuwa wanauliza
Betheli, kwa sababu hawajafuata maelekezo ya neno. Lakini sasa hapo wamegundua kumbe tumekuwa tukienda na zile hasira za kutaka kupiga adui, halafu tunakiuka maelekezo. Maelekezo ni muhimu ndugu zangu. Siku hiyo walipotoa sadaka, ndipo wakauliza, hebu soma, rudia tena hiyo kipengele. Ndipo wana wa Israeli wote na hao watu wote wakakwea, wakaenda Betheli na kulia, wakaketi hapo mbele za Bwana, wakafunga siku hiyo hata jioni. Nao wakasongeza sadaka za kuteketezwa. Wakasogeza sadaka za kuteketezwa, maana za wanyama, walichinja wanyama, damu kaongika. Na sadaka za amani mbele za Bwana. Wakatangaza, wakaeka na sadaka ya amani. Sadaka, yani tunatoa sadaka ya kuteketezwa ni Yesu. Sadaka ya amani ni pesa yako. Kwa lazima ujue kwamba kuna sadaka ya kutoa wewe mwenyewe. Unajua siku za leo wakati mwingine tunatoa damu ya Yesu kweli. Hiyo ni ya msingi, ni ya muhimu. Lakini lazima tuwe na sadaka zetu za amani, zile za kwetu vile vile. Fedha, mali tunatoa pia. Kisha wana wa Israeli wakauliza kwa Bwana. Ndipo sasa wakauliza, kwa sababu sanduku la agano la Mungu lilikuwako huko siku hizo. Na Finehasi mwana wa Eliezari mwana wa Haruni alikuwa anasimama mbele ya hilo sanduku. Hapo sasa wakaheshimu na kuhani. Huku kote hatuambii kuhani alikuwa anaheshimika. Walikuwa wanaenda tu wenyewe. Lazima uheshimu kuhani. Wakamheshimu na kuhani. Wakafuata kanuni zote. Ndipo sasa, kwa kufupisha habari hii, nenda mstari wa 35 kilichotokea. Neno la Bwana. Bwana akampiga Benyamini mbele ya Israeli. Angalia sasa, Bwana akampiga adui yao. Maana yake hapo ni sadaka zilimpiga, ni damu ilimpiga. Unaposikia Bwana alimpiga, maana yake ni ile dhabihu, ni zile kafara, ni zile sadaka. Sadaka ndizo huwa zinapiga. Sadaka ndizo zinazoshinda. Ushahidi tumewasikia kwenye Ufunuo 12 mstari wa 11 imesema nao wakamshinda kwa damu. Kwa hiyo tunaona hapo kumbe ushindi ni kwa damu. Kwa hiyo damu ile ndio ilishinda. Damu ile ndio iliyopiga. Sasa hapo ndio mambo ya rohoni. Kwa kiroho Mungu aliyopiga adui zao. Aendelee mstari huo. Na wana wa Israeli waliangamizwa watu waume 25,100. Waliangamiza, sio waliangamizwa. Nirudia tena. Na wana wa Israeli waliangamiza watu waume 25,000. Angalia ndugu mtazamaji. Yaani Bwana anakupiga adui, alafu wewe sasa unaangamiza. Yaani yule mtu ameshapigwa tayari, alafu wewe unaenda tu kama vile kumalizia. Ndio hivyo, siri hiyo nakupa hapo. Hiyo siri tayari umeshaipata. Maana yake ulimwengu wa roho, damu inakupa ushindi, biashara inapeta. Unapiga ulimwengu wa roho, ulimwengu wa mwili, shamba lako linaendelea vizuri. Ulimwengu wa roho unapiga, unakupa ushindi. Ulimwengu wa roho mambo yako yanakuwa super. Ulimwengu wa kimwili, maana yake hapo ndio nikwambia lazima sasa uende na wewe kimwili. Kumbuka nilipokuambia kule, nimekwambia damu, maneno, mapendo. Kwa hiyo haitoshi tu damu peke yake, haitoshi tu sadaka peke yake. Sadaka umeshatoa, nenda na wewe vitani. Unaona, walienda vitani. Ile vita Mungu ndio alipiga. Walipopiga wao nao pia walienda kumalizia, walionekana ndio wao wanaoshinda, ndio wakaangamiza watu 25,000 mara moja. Benjamini jeshi lake lilikuwa dogo sana, ilikuwa na watu 26,000 tu. Kwa hiyo waliangamiza karibu jeshi lote, walibaki watu kama 600 tu hivi. Walipona kwa sababu ya sadaka. Sadaka zilimpiga Benjamini, sadaka zilimpiga Gibeoni, zilimpiga adui. Sadaka yako ipiga adui. Sadaka yako itetee maisha yako. Sadaka yako iongee. Sasa sadaka inapiga pande mbili. Adui inampiga kwa mabaya, kwako inanena mema, inakulinda.
inakunenea mema kwa sababu walitangaza sadaka ya amani. Inasema ninyi hamtakufa kwenye hii vita. Hawakufa hata mmoja. Kwa nini? Sadaka zinasema kuna amani, kuna uhai, hakuna kufa. Ndio tunaenda pale pale. Na damu yake Yesu inenayo mema. Tutaenda kuona vizuri zaidi mbele napoenda kumaliza. Sasa tuangalie jambo lingine hapo vizuri. Hesabu sura 22 mstari wa 6. Kuna mfalme anaitwa Balaki. Huyu naye aliogopa sana wana Israeli. Akaona hawa ni tishio, siwezi kuwapiga hawa. Na alijua ulimwengu wa roho, siri za rohoni ni kumpiga rohoni mtu ndio mpige mwilini. Akajua hapa ni kutafuta mchawi tu. Mchawi atusaidia pige rohoni, sisi tukamalizie mwilini. Ndio ukisoma mstari wa 6, soma mstari wa 6. Basi njoo wewe na kusii unilaanie watu hawa. Anaambia mchawi, njoo nilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Unanisikia? Maana wana nguvu kunishinda. Ina maana ukimwona mtu mwenye nguvu kukushinda wewe, ndio kumpelekea damu. Yaani mwenye nguvu kukushinda. Hapo wachache kuona una nguvu kumshinda, biashara yako inapeta, watu wako wanafaulu, kila kitu kinaenda vizuri. Mchawi ndio anaenda kuendea Sumbawanga. Samani watu wa Sumbawanga, ili jina tumelizoea. Najua watu wa Sumbawanga si watu wa chawi kama hivyo, lakini ndio tumesikia watu wanatoa mifano ya Sumbawanga, Bagamoyo, wapi. Ni mifano tu ndugu zangu mlioko Bagamoyo, sikasiri. Sasa mtu anakuendea mahali, anakaa makaburini kuja mkosea. Anakaa baharini kuja mkosea. Anasema huyu afe, huyu mtoto wake afilisike, au mlemavu. Kwani umekosea nini? Ni utajiri, ni wivu tu. Wewe umefanya bidii yako tu, unafanikiwa tu, unaendelea tu. Sasa umenunua kiwanja na kununa, unanunia nini? Nimenunua kiwanja, sija kuibia. Hivyo tunaelewa tu maskini wote. Ndio wanasema kwamba eti kifo cha wengi ni harusi. Ina maana tukiwa maskini wengi wote ni afadhali. Wewe ukatufa, unanunua gari la nini? Yaani utukoge sisi, ututambie, tunakupiga juju, tunakuloga. Ndio wanafanya hivyo. Sasa huyu wanasema ana nguvu kutuzidi. Njoo nilaanie. Njoo nilaanie. Mwenye nguvu, kama una nguvu, unatafutwa wewe. Wewe unaona mambo yako yanaenda vizuri, mnafurahi na mume wako na mke wako, mnacheka, watoto wanakula vizuri. Wewe usijibweteke. Usibweteke na amani hiyo. Usibweteke kwa sababu kuna mipango mibaya inasukwa kwa ajili ya furaha yako. Kuna mipango mibaya inasukwa kwa ajili ya maendeleo yako. Wanataka kukuvurugia amani, kukuvurugia raha, kukuvurugia ndoa, kuvuruga hiyo taji. Pesa zivurugwe, ubaki maskini wa kucheke. Waseme kiko wapi? Kiko wapi? Sawa, endelea ndugu yangu. Labda nitaweza tupate kuwapiga. Niwafukuze watoke katika nchi yangu. Kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie hubarikiwa. Safi sana. Sasa sikia, umesikia bwana maneno? Anasema labda tuweze kumpiga. Unaona? Yaani umlaani, tukishamlaani sisi tumpige. Kwanza umlaani, halafu sisi tumpige. Unapigwa kwenye sadaka. Unapigwa kwenye sadaka. Huyu mtu anakuja tu anapiga bidhaa anakuambia wewe utaona. Wewe unafikiri ndio hiyo neno ndio limekupiga. Tayari ameshakumaliza kwenye sadaka kule. Hadi maelekezo tu ameambiwa ukienda pale nyosha kidole hivi. Ukinyosha kidole mshamaliza huyo. Lakini kwenye sadaka kule ameshamaliza kazi. Wengine wanaambiwa kwenye sadaka umeshampiga, kachukua saa nguo yake ya ndani au kachukua mchanga tu. Basi kule ameshapigwa kwenye sadaka. Sasa chukua mchanga unyunyize na uunganisha na ile damu basi. Tumeshamaliza. Sasa tunaenda sura ya 23, soma 23. Anza mstari wa kwanza. Balaam akamwambia Balaki. Akamwambia sasa sikiza kanuni sasa. Umetaka vizuri sana, umeniomba mambo mazuri. Sasa hatuendaji ushindi haujaji hivi hivi. Kuna siri, kuna kanuni, ngoja nikupe kanuni kama unaniweza. Sasa nampa mwongozo ili apige hao watu, kuna maelekezo nataka nikupe. Endelea. Nijengee hapa madhabahu 7. Ukiniandalia hapa ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Balaki akafanya kama Balaam alivyonena. Balaki na Balaam wakatoa
sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Sasa ndio maana hapo ndio sasa ndio pigo hilo linatengenezwa. Sadaka hizi ndio zinapiga taifa. Kwa hiyo akamwambia hiyo taifa naliona lilivyokaa hivyo. Hizo nguvu za mtu alivyojizatiti huyo. Mpaka tuweke sadaka nyingi. Weka sadaka 7, madhabahu 7 ndio tutapiga huyo mtu. Wakaweka. Sasa kinachofurahisha ndio nitakwambia hapa ndio tutaona uzuri wa damu ya mwana kondoo. Uzuri wa damu ya Yesu. Kumbuka Israeli walikuwa wamechinja mwana kondoo. Kumbuka sisi tumechinja damu ya Yesu. Yesu ni amechinjwa kwa ajili yetu. Sasa nisikilize, maana Biblia inasema kabisa tumenunuliwa kwa damu yake yeye aliyechinjwa, yani Yesu Kristo. Sasa huyu mchawi akienda kule kuchukua ile laana ili aje, atakutana na maneno yanayosema damu inaonena mema. Damu inayonena mema itakutana na damu inayonena mabaya. Damu inayonena mabaya itakutana na damu inayonena mema. Hapo ndio inaitwa vita ya kwenye sadaka. Ni vita ya damu na damu. Ni vita ya kafara na kafara. Ni vita ya sadaka na sadaka. Sisi wanadamu ni ishara tu. Ukija kwangu ni kuombea, ni nguvu ya damu ya Yesu ndio inayonipa kutamba. Ndio inanipa kusimama kama shujaa dhidi ya mganga na mchawi anayokusumbua. Ninatamka kwa ushujaa kwa sababu ninaitambua damu ndio inanitetea, inakutetea wewe. Inasema mema kwamba huyu nimeshamkomboa. Sasa angalia, endelea ndugu yangu. Balaamu akamwambia Balaki, simama karibu na sadaka yako, nami nitakwenda, labda Bwana atakuja kuonana nami, na lolote atakalonionyesha nitakwambia. Akaenda hata mahali peupe juu ya kilima. Mungu akakutana na Balaamu, na yeye Balaamu akamwambia, nimetengeneza madhabahu 7, nami nimetoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Bwana akatia neno katika kinywa chake. Angalia, anaenda pale haombi maombi yake, anajua inachoongea ni nini? Ni sadaka. Kwa hiyo anaenda tu, nimeshamtoa ng'ombe, kondoo. Sasa ile damu za kondoo zinaongea zenyewe. Ndio maana huyu akaambiwa simama kando ya sadaka zako. Hizo sadaka ndio zinazoongea. Simama hapo nione kama zitaridhiwa, zitakutetea hizo sadaka zako. Sasa anasema nimeshatoa. Sasa baadaye Mungu anaingilia kati, anamwambia maneno gani? Endelea. Bwana akatia neno katika kinywa chake Balaamu. Akasema, umrudie Balaki, ukaseme maneno haya. Akarudi kwake, na tazama amesimama karibu na sadaka yake ya kuteketezwa, yeye na wakuu wote wa Moabu pamoja naye. Akatunga mithali yake, akasema, Balaki amenileta kutoka Aram, mfalme wa Moabu kutoka milima ya mashariki. Njoo unilaanie Yakobo, njoo unishtumie Israeli. Nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Unasikia sasa? Hiyo sasa ndio damu inaonena mema. Damu inasimama pale ile ya Yesu sasa. Kumbuka hiyo, usije ukasahau. Damu ya Yesu wanakulaani sasa inasimama kwa sababu nao umeikubali. Huyo anataja anasema nimlaanije? Damu ya Yesu inasema inawahi, inanena mema. Inasema huyo hawezi kulaanika. Endelea. Nimshtumuje yeye ambaye Bwana hakumshtumu? Kutoka kilele cha majabali namuona, na kutoka milimani na mtazama. Angalia, ni watu wakaao peke yao, wala hawatahesabiwa pamoja na mataifa. Ni nani awezaye kufanya idadi ya mavumbi ya Yakobo, au hesabu ya robo ya Israeli? Na nife kifo chake mwenye haki, na mwisho wangu uwe mfano wa mwisho wake. Balaki akamwambia Balaamu. Unaona? Yani point, ishike hiyo point sasa. Damu inenayo mema itakutetea. Ni vita juu ya damu. Damu ya Yesu inanena mema. Wanaoenda kwenye makafara, kama wewe umejituni, umeielewa damu, na hiyo damu ya Yesu nao unatembea nayo kwenye biashara yako, watakuja kuweka masindiko, damu ya Yesu itajibu. Kama wamekuwekea ajali, damu ya Yesu itajibu. Kwa ni muhimu ujinyunyize damu. Huyu ameweka mara 7, wewe jinyunyize mara 7 na zaidi. Vyote unavyoweza. Nyunyiza damu ya Yesu kwenye maisha yako.
kwenye maisha yako, kwenye afya yako, uhai. Kwanza unanyunyuza kwenye uhai, maana yake kinachotegeshwa nife usife. Kwenye uhai, kwenye afya, kwenye akili, kwenye kila eneo, kwenye biashara, kwenye familia, nyunyiza damu ya Yesu. Kwenye safari zako unataka kutoka, anza kwa kunyunyiza damu. Jinyunyizia damu ya Yesu barabara yako. Sema nanyunyiza damu ya Yesu. Ulimwengu wa roho unatambua kama kuna maroho yametegeshwa huko, yanakuona ile damu, sasa huyu hapana, huyu hapana, huyu hapana, huyu hapana. Damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu. Usisahau maombi yetu hayaendi hivi hivi, ni damu ya Yesu. Ndio maana wale Waisraeli walikuwa wanaomba kwa pupa, walifunga tu bila kuielewa damu ya mwana kondoo, wakapigwa. Usifanye tu hivi hivi, lazima ujiunganishe na neno la msalaba. Neno la msalaba ndio nguvu ya wokovu wetu, ndio nguvu ya ushindi wetu. Damu ya Yesu inenayo mema, damu inatunenea, ndio inayozungumza. Na sisi tuko kama shahidi, tunasema ndio ninafanikiwa kwenye biashara, safari hii naenda nitarudi salama, hakuna mabaya yote. Sisi ni mashahidi, tumelindwa. Kwa wewe ni shahidi kwa maneno, lakini damu ya Yesu pia inaongea. Na mnaongea maneno lugha moja, tunaongea lugha moja, na damu ya Yesu inaweka nguvu kwenye sauti yetu. Sauti yangu inakuwa sauti ya damu ya Yesu. Kwa unapoongea, wewe unapotoa ushahidi, ni damu inatoa sauti kupitia mdomo wako. Mdomo wako. Hata kama unaumwa, jitamkia hata mara 200. Umeshashinda shetani muongo. Hata kama ugonjwa unakaa mwezi 2 mwaka, usijali. Wewe umeshavuka, umeshashinda. Umeshashinda. Sasa kwa muda wetu kwa sababu umeisha, ngoja nikwambie jambo la kumalizia. Ukienda, shetani ni king'ang'anizi. King'ang'anizi sana. Ukienda mstari wa 13 wa sura hiyo, anamwambia tuende sehemu nyingine, labda Mungu auko nitamlaani. Akaenda kaambia toa tena sadaka hizo, akatoa. Hivyo. Baadaye tena Mungu akamletea mstari wa 19. Ndio anamwambia Mungu si mtu asema uongo, ala hawezi kuahidi akajuta. Akiwa amesema atalitimiza. Kwa sababu hiyo hakuna uchawi kwa Yakobo wa Israeli. Na akasema aliyebarikiwa halaaniwi, kwa kuwa amebarikiwa hata laaniwa. Kwa hiyo bado damu ya Yesu ikamtetea. Lakini nataka nikwambie shetani, watu wa dunia, adui zako hawavunjiki haraka moyo. Ukienda mstari wa 28, huyu Baraki anasema tuende sehemu nyingine. Akajaga tena madhabahu hizo 7. Akatoa tena. Ile sura ya 24, huyu sasa akaona hapa Mungu ameshasema basi tena. Hakwenda tena kwenye uchawi. Soma mara moja mstari wa sura ya 24, anza mstari wa kwanza tumalize hapa. Basi Balaam alipoona ya kuwa ilimpendeza Bwana kuwabariki Israeli, hakwenda kama hapo kwanza ili kutafuta uchawi. Unaona? Hakwenda tena kutafuta uchawi, sema hapa uchawi umegonga mwamba hapa, bali alielekeza uso wake jangwani. Hebu ruka na mstari wa 9 na 10. Aliinama akalala mfano wa simba, na kama simba mke, ni nani atakayemshtusha? Na abarikiwe kila akubarikie, na alaaniwe kila akulaanie. Akahitimisha hivyo. Kisoma hiyo mstari wa kwanza hadi wa 10, akasema sasa natangaza, abarikiwe kila akubarikiwe, na alaaniwe kila akulaanie. Amelala kama simba, nani atamwamsha? Israeli amelindwa. Umelindwa, Mungu akutunze. Na nisema hivi, neno la msalaba kwetu ni nguvu ya ushindi. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu. Lakini usiangalie tu damu peke yake, damu na uende kwenye vitendo. Maana yake unajua hata sisi makanisani, ndugu zangu, hatuelewi kitu. Tunaamini damu, tunaiacha damu peke yake. Tukisema damu ya Yesu tunataka kanisa letu likue, na si tuje kwenye maombi, tuje kwenye injilisti. Tukiachia damu ya Yesu hatufanikiwi. Lazima tujue kanuni zote. Damu inafanya nini, na sisi tuende vitani, tuhubiri injili, tuombee wagonjwa. Kama tukiacha damu peke yake, wagonjwa watabaki hivyo waponi. Lazima tuamini damu na tuwaponye wagonjwa, tutamkie uponyaji, tuwekee mikono, tuwafungue nguvu za giza ziwaachie, majini yawaachie, laana zivunjike, tuvunje wachawi, tuvunje makafara, tuvuruge makafara yao, tuwainue kafara ya Yesu, tuvuruge makafara yao, tuyavuruge yashindwe. Kwa hiyo lazima tuamue, tupeane hasira kama wale watu walipeana hasira, lakini hasira hiyo nzuri tuiteue damu ya Yesu, damu ya Yesu. Tukubaliane, tuwe na umoja kwenye maombi, kwenye injili, tumtafute Bwana, tulishike neno,
tusiwe wazembe, tusiwe wavivu. Umaskini umekuchosha lakini umebaki hivyo hivyo. Magonjwa yamekuchosha lakini uko hivyo hivyo tu. Mambo yamekuwa magumu lakini uko hivyo. Lazima tuamue, tupeane hasira, tushikamane. Tusiposhikamana, Petro wetu atauawa kama Yakobo. Tutaangamizwa, tutabaki maskini, tutabaki fukara, tutabaki hoi, hataendelea. Lazima tutiane hasira, tushikamane, tuseme, tufunge, tuombe, tumuite Bwana, tuinue damu ya Yesu. Ushindi ni lazima, kwa sababu tunaamini katika jina la Yesu na damu yake ya thamani. Yesu Kristo ndiyo inatupa ushindi, nao wakamshinda damu ya mwana kondoo. Uwe na ushindi. Kwanza amua kuamini neno katika damu ya Yesu, halafu chukua matendo, jiunge na kundi, kushikamana viongozi wako wa kanisa, kubaliana na wachungaji wako, fuata maelekezo ya watumishi wa Mungu, kaa katika msingi. Tutaona nyumba zikikombolewa, tutaona biashara zikikombolewa, tutaona matendo makubwa ya Bwana. Mungu anataka tujitolee kwake. Tunakimbizana tu na vitu vya dunia, biashara tunatafuta mtaji, biashara inatufia mbele yetu. Tunatafuta pesa, halafu tunaanzisha jambo linatufia, sababu tunategemea pesa. Hatumtegemei Bwana. Tunategemea vile vitu tulivyonavyo. Ndio maana tunafeli. Lazima tubadilike, tumtegemee Bwana, tumwamini Bwana, tumuishie Bwana. Mungu atatusaidia na atusaidie. Kwa ujumbe huu tupate hasira. Ulimwengu huu usitutabishe. Tusitekwe nyara na dunia. Tusitekwe nyara na kawaida ya dunia, msingi ya dunia, tabia za dunia. Turudi kwenye neno, turudi kwa maombi, tufunge na kuomba, tumtafute Bwana, mtafute Bwana, mtafute Bwana. Mungu atakuonekania. Kiroho tunawapiga hodami, alafu na kimwili tunaonekana katika kuhubiri, tunaonekana katika kuponya wagonjwa. Yote yaende pamoja. Damu inafanya kazi yake, na wakashinda kwa damu ya mwana kondoo. Lakini hiyo ni rohoni. Mwilini inatakana bado uonekana huna hela, huna afya. Lazima damu imepiga na wewe upige mwilini. Mungu atukuzwe katika jina la Yesu. Sema amina. Amen. Mungu akubariki sana. Tumefikia mwisho. Nikutakie usiku wa baraka, usiku wa mwema. Na wewe unayetazama kokote kwa muda ulioko, maana mataifa yanabadilika masaa tofauti, basi pia vile ubadilikiwe muda wako ule. Tuna namba yetu ya sadaka ya lipa namba. Na kaomba ndugu yangu anisomea. 55 01 89 0. Uzima katika neno. Itatokea jina uzima katika neno. Basi tutakutana tena kesho kuanzia saa 3 mpaka saa 4. Karibisha wengine, julisha wengine, usikose kipindi hicho. Mungu akubariki sana. Bye bye.